kwamba retirement yangu mimi nitakapomaliza utumishi wa umma nitakaa wapi. Mke na watoto wanafahamu. Ndio maana leo mtu anaweza akapoteza uhai leo akafa, watoto wakagawanyika na mama yao. Watoto wa baba yule yule, mama yule yule, wakapatikana kumwambia mama, sisi hatuziki hapa, tunazika huku. Na yeye anasema mimi huko siendi, wanaziliana. Watoto wanaondoka na mwili wa baba, mama anabaki na watoto wengine. Kwa ni lazima kwenye maandalizi tunayoyafanya kwenye hii seminar, moja kila mmoja hapa moyoni mwake clearly adefine nikistaafu nakaa wapi. Nikistaafu nitaenda kukaa Kisasa kwa mfano. Lakini wewe unakaa Chang'ombe. Kule Kisasa hawakujui. Umepanda kwa majirani zako kujua kwamba tuna mwenzetu. Pale Msoma na kesi mbili. Na kesi ya mtu mmoja alikuwa ni mheshimiwa. Alitoka kwenye makazi yake akapangisha nyumba. Akaenda katika mihangaiko ya kidunia akafariki. Wakaleta mwili wa marehemu nyumbani kwake. Aliyepangishwa akasema mimi sina mkataba kwamba leo kuna msiba. Kesi ikaenda polisi. Akaambia hapana, me have the contract. Mimi na mkataba hapa. Yaani sisi hapa kwenye hii nyumba hatujajiandaa kwa accommodate msiba leo. Yaani sisi hatujafiwa. Ni kweli nyumba ni ya kwake, ila hapa ndani sisi ndio wapangaji wa hii nyumba. Bwana, tunaomba tu kibinadamu mwili uingie, watoto waweze kuaga na majirani tumpeleke tukazike Tarime. Mwenye nyumba akamwambia hapana, mimi mkataba sina. Ikabidi mwili upelekwe kwenye uwanja wa Musoma. Wakaenda kuaga na mwenye nyumba akaenda kuaga. Akasema mimi naenda kuaga kama binadamu nitaenda kuaga, lakini hapa nyumbani hapana. Wote ya yule ni. Kuna mwingine alipata msiba, imebidi akaombe nyumba yake pale alipopangisha, wengine wakakataa majirani, ikabidi wampishe mmoja chumba na sebule. Sasa tunataka tukae hapa siku 7 za matatu. Sema hapana, mimi nitawaruhusu kwa siku 2 kwa sababu familia yangu inakuja pia. Watoto wanafunga shule. Huwa na watania watu. Ninyi wengi mlioko humu mnali gesi ya shilingi 5,000, si ndio? Mnaanza kulala gesi ya shilingi 20,000, 25, 30 na kuendelea. Kwa nini ujenge chumba cha 5,000 nyumbani kwenu kijijini?